Habari gani mtazamaji wa The Chanzo? Karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa tunafanya hapa The Chanzo. Na leo tumebahatika kwa upekee kabisa kukutana na tunaenda kufanya mazungumzo na Profesa Kitila Mkumbo ambaye yeye ni waziri wa nchi, ofisi ya Rais, uwekezaji na mipango. Lakini pamoja nami nitakuwa na Dr. Baruani Mshale ambaye yeye ni mkuu wa idara ya utafiti na kujifunza kutoka shirika lisilo la kiserikali la Twaweza East Africa. Sasa kama utakuwa unatufuatilia, utakuwa umeona kwa siku za hivi karibuni tukichapisha vipindi ambavyo tumevipa jina la Dira Mtaani, vijana wanasemaje. Na vipindi hivi bila shaka kama utakuwa umebahatika kuona vilikuwa vinaendeshwa na Brother Baruani hapa, na kupitia vipindi hivi The Chanzo ilitembelea maeneo mbalimbali ya mikoa ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. So tulienda Chanika, tukaenda na Kibaha, tukaenda Mbagala, tukaenda na Vikindu. Kwenye mazungumzo yote haya ambayo tumekuwa tukifanya, tulikuwa tunazungumza na vijana kuhusiana na wanavyoielewa dira ya taifa ya mwaka 2050, lakini dira zao wao wenyewe binafsi, fursa ambazo zinapatikana kwenye maeneo yao, changamoto zao na vitu kama hivyo. Kwa tukasema baada ya kumaliza kuzungumza na wale vijana ambao ni kama vijana 40 hivi na kitu ambao tumewafikia, kwa sababu kwenye kila kipindi tulikuwa tunazungumza kama na vijana kama 10 hivi. Kwa tukasema si vibaya kuja kukutana na waziri mwenye dhamana ya dira hii ya maendeleo ya 2050, kumzungumzisha pamoja na kufikisha kama anaweza kusema zile mada ambazo vijana waliziibua. Kwa tunakukaribisha sana. Nimewatambulisha hapo wageni wangu, na tutakuwa tunafanya mazungumzo hapa kupitia hivyo vitu nilivyovizungumza. Mimi ambaye nitakuendeshea mazungumzo haya ni Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walio nyuma kamera, Joseph Kerati na Ambrose Dawai, tunakukaribisha sana waheshimiwa. Karibuni sana The Chanzo. Shukrani sana. Asante sana. Baru, labda pengine ningeanza na wewe. Nadhani ni haki kuanza na wewe. Labda utuambie kwa kifupi nini ulijifunza kuendesha yale mazungumzo na vijana kutoka haya maeneo tuliyoyataja ya mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, na ni kitu gani kikubwa ambacho labda pengine kilikushangaza au kilikupa maswali, na pengine ukatamani labda kwamba siku ungepata fursa ya kuonana na Profesa Kitila pengine ungemuuliza. Labda tungeanzia hapo. Shukrani sana Halifa. Kama ulivyosema, tumefanya mazungumzo na vijana wengi, na nikiweka kwa uchache, kitu cha kwanza, vijana hawaifahamu dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Katika hao vijana zaidi ya 40, sidhani kama walionyoosha mkono tulipouliza lile swali kama umewahi kusikia kwamba Tanzania ina dira yake ya mwaka 2050. Walionyoosha mkono katika wote wale zaidi ya 40 hawawezi kuzidi 10 kwa idadi yao. Na hata wale wachache ambao walisema wamewahi kusikia, wamesikia tu kijuujuu kwamba labda alikuwa anatizama television ama amesikia kwenye redio, lakini hafahamu kwa kina. Kuna mmoja au wawili ambao kidogo walielezea kwa ufasaha kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Kwa hiyo hilo la kwanza, vijana hawafahamu kama Tanzania ina dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Lakini hilo halikuzuia tuendelee na mjadala. Tukaendelea na mijadala ile kwamba kwani dira maana yake nini? Na hapo tukaona kwamba vijana wanauelewa mzuri sana maana tu ya neno dira. Na tukawauliza kama wao wana dira zao zinazoongoza katika maisha yao, na wakasema wanazo, na wakawa wanazieleza
kwa maneno yao wao wenyewe. Kuna ambaye alisema, kwa mfano, tulipokuwa Vikindu, yeye dira yake ni kuwa na maisha mazuri zaidi. Tukamuuliza, maisha yako mazuri yanafanana vipi? Akasema kuwa na kajengo kake, kajumba kake kadogo, kavyumba viwili, kamefanyiwa finishing nzuri. Akasema kana fence na vitoto vinacheka kuonesha kwamba vina furaha, vina afya, na hapo nje amepaki gari na akataja na aina ya gari. Kwa alikuwa na ile ndoto yake, ile dira yake anayo na anaweza kuielezea. Na wengine wote ukienda ukiangalia unaona waliweza kuelezea zile dira zao. Tulipokuja kwenye swala la sasa hivi hali zao zikoje na wanatokaje hapa kwenda kule wanakokwenda, ilikuwa ni hali ya kukatisha tamaa na kusikitisha. Wanayokabiliana nayo ni makubwa na yanawakatisha tamaa, lakini kikubwa kabisa ni kwamba hawajakata tamaa. Wote walikuwa na matumaini kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko ilivyo sasa, kiasi kwamba hata wakisema wanatafuta fursa, nafasi kwenye viwanda, kitu ambacho kimeibuka katika mijadala yote, wanakwenda, kuna viwanda vingi sana vimeibuka katika mkoa wa Pwani ambako mtu unatarajia kwamba vijana watapata fursa za kwenda kufanya kazi kule, zile kazi za kutwa, lakini wanakuambia wakienda kule hizo nafasi hazipatikani. Wao ni wengi, wanajihimu alfajiri kabisa, watakaochaguliwa ni wachache, na wengine wakalalamika kuna rushwa zinahitajika, kutoa hongo ya pesa ili upate hiyo nafasi, rushwa ya ngono ili uweze kupata hiyo nafasi. Lakini ukiwauliza wanaionaje kesho yao, wote wana matumaini kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko sasa. Kwa hiyo hayo ndo mawili ya kwanza kuanzia kwa waziri, kwamba vijana hawaifahamu kuhusu hii dira pamoja na shamra zote ambazo zimefanyika kuhusu hii dira. Na pili, wanakabiliana na hali ngumu sasa, hali ngumu sana, lakini wanaamini kesho yao itakuwa bora kuliko leo. Na pengine, asante sana Baro, na pengine kutokana na hayo uliojifunza kutoka kwenye mazungumzo yale ambayo umefanya na wale vijana, kwa mfano kama ungepata fursa ya kumuuliza swali huyu mheshimiwa waziri kulingana na yale, labda pengine ni swali gani ungemuuliza? Dira hii imezungumza sana kuhusu uchumi jumuishi, maendeleo jumuishi, na hali za wale vijana zinaonekana kabisa hawawezi kunufaika na hali iliyopo. Viwanda, fursa zinazozungumzwa zote, wao wenyewe wanazibainisha na kuziainisha hizo fursa, lakini unaona kuna vikwazo vingi sana vya wao kuweza kutumia hizo fursa zilizopo, wajikwamue, watoke hapa walipo. Kwa hiyo swali langu kwako ni kwamba tunapozungumzia ustawi jumuishi wa jamii nzima, ustawi wa pamoja, ambapo ndio lugha ambayo ipo katika dira, uchumi jumuishi, isiwe kwamba watanufaika wachache au sekta fulani, vijana wataachwa. Mtu akienda akiangalia ile dira, anaona msukumo ambao umewekwa katika sekta binafsi. Hivi tutafikiaje huo uchumi jumuishi wakati naona tunaendeleza yale yale sekta tunazozipa msukumo kwamba ndio zitakazotupeleka kule tunakotaka kwenda, sio sekta ambazo zinafahamika kwa kuwa jumuishi. Kwa hiyo lugha au ahadi ya uchumi na ustawi jumuishi ni nzuri, lakini tukiangalia mipango kiujumla wake, bado unaona ni msukumo kwenye sekta binafsi. Sera ni zile zile. Sera ni zile zile, labda pengine kwa niaba ya mtazamaji, sera ni zipi? Sera ambazo mimi naweza nikasema kwamba zinaweka kipaumbele katika ile tunapenda kuita miradi ya kimkakati, miradi mikubwa, kwamba tukienda katika kilimo tutaenda kuwekeza katika kilimo, lakini kinakuwa ni kilimo kikubwa cha kibiashara ambacho mara nyingi kilimo hicho hakiendi kumkwamua yule mkulima mdogo mdogo. Sekta nyingine itakayochangia ni sekta ya nishati, sekta ya madini, ambazo hizi zote hazina sifa, hazina historia ya kuwa jumuishi. Watu wetu wanazidi kuachwa
kando. Kwa hiyo hizi ndizo ambazo mimi naziona kwamba ndio sekta kubwa kubwa na nyinginezo, lakini hazijawa na historia ya kuwa jumuishi. Uchumi wetu umekuwa, lakini hali ya umaskini wa mwananchi wa kawaida Mtanzania bado inabaki kuwa iko chini. Kwa hiyo swali hapo ni kwamba tunafanya mageuzi gani hasa ya kuhakikisha kwamba tunatoka katika hii historia ya ukuaji wa uchumi, lakini ni ukuaji wa uchumi usiokuwa jumuishi. Profesa, karibu sana. Umemsikiliza Baru alivyoanza kwenye ufupisho wa mazungumzo ambayo amefanya na vijana na swali lake. Nashukuru kwa nafasi hii na nashukuru sana kwa kazi waliofanya ya kwenda kukutana na vijana. Angalau wamekutana na vijana 40, naamini waliwachagua kwa njia nzuri ya kuhakikisha kwamba wanawapata kwa njia ambayo sio ya kuwachagua tu, lakini kwa njia nzuri ya kisayansi ya kibahati nasibu, kwa maana ya random sampling. Na mambo mawili kwa sasa. La kwanza, hakuna shaka kwamba dira kwa maana ya neno inawezekana vijana wengi wasiwe wamelisikia hilo neno, lakini kwa maana ya maudhui na mchakato mzima inawezekana wengi zaidi, kwa sababu katika mchakato wa kuandika dira tuliweza kuwafikia watu 1.2 plus, na wengi tuliwakuta physically, lakini wengi zaidi kupitia njia hizi za kidigitali. Kwa njia ya kidigitali utakuta 80% ya watu ambao waliweza kujibu maswali walikuwa ni vijana walio chini ya miaka 35. Na tumefanya kwa uchambuzi kidogo. Mchakato wa kuandika dira ni mchakato ambao ndio mchakato umehusisha watu wengi zaidi kuliko michakato yote ambayo tumekuwa nayo. Sio katiba mpya ile ya mwaka ya 2011 ile ya Rioba, sio akina Mzee Kisanga, sio Francis Nyarali. Huu ni mchakato mmoja ambao umeweza kuwafikia watu wengi zaidi kuliko michakato yote. Na kwa sababu ya wazi kwamba safari tulikuwa na fursa kutumia nyenzo hizi za kiteknolojia. Lakini hakuna shaka, hata sisi katika utafiti wetu, ile dira ya mwaka 2025 ilianza kutekeleza mwaka 2000 mpaka 2025. Tulipowauliza wananchi wangapi wamewahi hata kusikia dira 2025, walikuwa ni chini ya 30%. Kwa hiyo kwamba hii dira imekaa miaka 25. Kwa hiyo tuliweka mkakati wa mawasiliano kwamba kipindi hiki hebu tujitahidi hii dira iwe ni dira ya wananchi wenyewe. Na nashukuru walichokifanya tutaweza, kwa sababu ndo ni sehemu ya kuwafikia. Maana tayari wale vijana waliowafikia tayari wenyewe wameshapata uelewa kuhusu kwa ni mchakato endelevu. Na tunao mkakati wa mawasiliano ambao tunaanza kutekeleza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, ambao kwa sababu dira yenyewe inaanza kutekelezwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka ujao, mwaka huu wa fedha. Kwa hivyo ni mchakato ambao ni endelevu, na tutahakikisha kwamba mkakati wa mawasiliano unakuwa jumuishi kadri inavyowezekana. Kwa hiyo sitaki kubishana naye kuhusu watu waliofikiwa. Ipo wazi. Angalau katika watu 40 wamepata watu 10 angalau. Kwa hiyo tayari hiyo ni takriban robo. Na tunaamini tukiendelea tutafanya vizuri zaidi. Sisi wenyewe tunataka tuone kwamba angalau ifikapo mwaka 2030-31 angalau Watanzania wasiopungua 50% wawe wanaweza wakaielewa dira na kujua kwamba ni sehemu wao, ni sehemu ya dira hiyo. Kwa swali la pili ambalo ni muhimu sana, dira 2050 kwa maana ya matarajio ya juu kabisa ni mambo manne. Kwanza, ustawi kwa wote, prosperity for all. 2, haki, justice. 3, jumuishi kwa maana ya inclusivity. Na 4, taifa linalojitegemea, self-reliance. Haya ndio matarajio ya juu. Yote yanayofuata ni njia za kufikia huko. Na kwa nini tuliamua kuweka neno jumuishi ambao halikuwepo mwanzoni? Tuliweka kwa sababu tathmini yetu ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2025 ilituonyesha mambo mengi ya mafanikio, lakini ikaibua changamoto kubwa 2. Changamoto ya kwanza ni kwamba uchumi ulikuwa unakuwa vizuri sana katika miaka 25, kwa maana ya kitakwimu wastani wa 6%, ambayo wanachumi wetu kimuuliza atakwambia ni ukuaji mzuri sana. Hata wakati mgumu kama wa COVID bado uchumi wa Tanzania ulibaki kukua katika hali ya chanya.
Kwa hiyo lakini uchumi ulikuwa unakuwa haukuleta matarajio mawili, haukujibu changamoto mbili kubwa. Kwanza, haukuweza kupunguza umaskini kwa kiwango ambacho tulitarajia. Kwa uchumi unakuwa, lakini kiwango cha kupunguza umaskini kilikuwa kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto moja kubwa. Lakini ya pili, kiwango cha kuzalisha ajira zenye staha na nyingi kilikuwa kidogo. Kwa ajira nyingi zikazalishwa kwenye sekta ambayo ni isiyo rasmi. Kwa hiyo na sababu yake ilikuwa nini? Kwa sababu uchumi ulikuwa kupitia sekta ambazo hazichukui watu wengi. Kwa mfano madini, ambao kwa kweli madini ni sekta nzuri, inaleta matokeo makubwa sana kwenye kwa mfano export, mauzo ya nje, tiki kabisa. Utalii ilikuwa, lakini utalii wenyewe haitahusisha watu wengi. Kwa haya na mengine. Kwa hiyo dira imetengenezwa katika mtindo ambao tuende kuchochea ukuaji uchumi kwenye maeneo ambayo yatajumuisha watu wengi, na tumechagua sekta 9 zinaitwa sekta za kimageuzi, na hizi zimechaguliwa kwa vigezo vikubwa 5 ili iweze kuitwa sekta ya kimageuzi. Vigezo ni 5. Ya kwanza kabisa ni kiwango gani inaweza kuzalisha ajira zenye staha kwa wingi. Pili, itaongeza mauzo nje ya nchi. 3, kuongeza thamani, value addition. 4, itahusisha na sekta zingine kwa maana ya sector linkages. Na 5, italeta mapato kwa serikali, government revenue. Hizi ni vigezo 5 vya kuchagua sekta hizi. Kwa sekta za kimageuzi zipo 9. Sawa, professor. Ya kwanza kabisa nitaje tu 2 ambazo tunadhani ni muhimu sana katika kupeleka uchumi jumuishi. Ya kwanza kuliko zote ni kilimo. Kilimo kwa maana ya kilimo cha mazao, uvuvi na mifugo, na tumechakata mle ndani maeneo gani ya kuwekeza. Na la pili ni uchumi, kuongeza thamani kwa maana ya viwanda. Na ndio maana sasa sera ya sasa ya serikali, ukiona moja changamoto ambayo tunayo na wawekezaji kubwa sana, pengine haijasikika lakini itasikika, ni kwamba nchi huruhusiwi kwa mfano sasa hivi kusafirisha madini bila kuongeza thamani ili kuzalisha ajira hapa ndani. Sasa Profesa, samahani, kwa heshima kubwa imebidi nikukatisha. Ni kawaida hiyo, ndo majaribio yenyewe. So nadhani swali ambalo Baruani ameuliza ni swali la msingi sana na nilikuwa nataka tubaki hapo kidogo, kwa sababu kwenye haya majadiliano ambayo Baru alikuwa anafanya kule chini na mimi nilikuwepo kule, na kitu ambacho ulikuwepo, kitu ambacho kinaonekana dhahiri ni disconnect kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa kitaifa na uhalisia ulioko chini. Kwa sababu kwa mfano hapo umezungumza viwanda, lakini sisi tumezungumza na hawa watu Baru amezungumza na hawa watu hawapati hizi kazi viwandani. Tunazungumza sana kuhusiana na kilimo, tunazungumza sana. Kwa hiyo kuna katika ngazi ya kitaifa kuna mazungumzo mazuri sana, ripoti ukiziona ni nzuri sana, lakini ukija huku chini unakuta kile kinachozungumzwa kule juu uhalisia wake huku chini hakipo. Na ndo hapo Baru ameuliza kwamba ndo hapo Baru ameuliza, kwa sababu hata haya mambo sijui kilimo tunakipa kipaumbele, viwanda ni lugha ambayo imekuwa inazungumzwa kwa miaka 50 na kitu zaidi. Umeona? Na ndo hapo swali linakuja kwamba tuna uhakika gani kwamba hiki tunachokikusudia kukifanya sasa hivi kitaleta matokeo tofauti, wakati dhana iliyokuwa inaongoza jitihada zetu zile kule ndio dhana ile inaongoza jitihada zetu hapa, ambapo kama Baru amezungumza kwamba kipaumbele ni sekta binafsi, kwamba tuwape sekta binafsi, lakini ukienda huko chini huoni kwamba hicho kipaumbele kwa sekta binafsi ikizalisha hayo. Tutaonyesha kwa kuongezea ndio kuongezea kwa sababu umezungumzia ajira zenye staha. Ndio tumesema vijana wale ambao tumezungumza nao wanajipanga kwenye mageti ya vile viwanda asubuhi, alafu wanakuja anachaguliwa huyu kwa kujuana, kwa rushwa na kadhalika. Wale ambao wamepata, tulipowapa fursa ya kwamba hizo ajira zenyewe ziko vipi, hazina staha. Na
tunaweza baadaye labda tukupe fursa uweze kuziangalia chache wanavyojielezea. Kuna mmoja ameelezea anavyofanya kazi kwenye shift ya usiku mzima. Anaanza saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Wanapewa break ya muda mchache saa 7 usiku kwenye hicho kiwanda, wanapewa kikombe cha chai ya rangi, halafu wanauziwa maandazi. Akimaliza ile shift ya masaa 10 mpaka 12, analipwa kati ya shilingi 6,000 mpaka shilingi 8,000. Nauli ya kutoka nyumbani kwake mpaka kufika pale kiwandani ni kati ya 2,000 mpaka 4,000. Kwa kuna wengine Kibaha wakazungumza anavyo fursa ziko maeneo ya Mbezi, lakini nauli peke yake ni shilingi 4,000, atalipwa shilingi 6,000, inabaki shilingi 2,000, hajala, hajarudi nyumbani kuweza kusaidia. Kwa hiyo hakukuwa na hata mmoja aliyetoa uzoefu wa kuonesha kwamba hizi ajira, hizi fursa wanazozipata huku viwandani kweli ni zenye tija na staha ya kuboresha maisha yao. Kwa hiyo hilo ni muhimu. Sasa sijui ninyi toa nafasi tukujibu sasa. Tumeshamaliza. Kwa hiyo ni vizuri mnayafahamu hayo. Tunayajua. Nadhani ni muhimu sana wakati mwingine ukipata nafasi, kwa sababu umesema ulikusanya vijana 40. Ni vizuri sana upate nafasi na sisi tukakupa kibali na tukakuombea uende ndani ya viwanda. Ni muhimu sana hiyo. Kwa sababu nataka nikwambie kwa mfano kwanza idadi wanaoajiriwa. Ukienda kiwanda kimoja tu pale Mkuranga kinaitwa say Sapphire Float Glasses. Ukienda mle ndani, ukiingia unakutana na vijana 1,600. Wanapoingia tu asubuhi huwezi kuamini hapa nipo wapi. Hata ukienda tu hapa Mabibo External kwenye Benjamin Mkapa Special Economic Zone, nenda pale asubuhi. Ile asubuhi tu hapo nimewahi kufika. Kwa hivyo wanaoondoka bila kupata fursa ni wengi. Of course ni wengi. Yaani nataka kusema ni kwamba unapopima unakwenda wapi, umbali wa safari ambayo umebakisha unapoelekea, usisahau pia kupima unapotoka. Hili ni jambo la msingi. Kwa hivyo hakuna anayesema tumeshafika na hamna anayebisha kwamba safari bado ndefu, ila lazima pia tukubaliane kwamba tumetoka wapi. Kwa hiyo tumeshasafiri. Kwa hivyo huko ulikoenda Pwani, ukienda tu Mkuranga pale, naweza nikakupa kibali cha viwanda uende 5 tu. Uingie ndani upate ku appreciate mambo mawili. La kwanza, idadi ya watu wanaofanya kazi mle ambao ni vijana wa Kitanzania waliomaliza katika vyuo vyetu hivi. Kwa hiyo hatusemi wote wameshasomwa, wapo wengi bado, lakini pia waliokwisha kusoma na vyuo vyetu ni wengi. Lakini pili, mle ndani upate nafasi vile vile ya kuwahoji katika sekta mbalimbali wanaoendesha mitambo yetu yenyewe. Siku hizi sio hii kama ya zamani, ni automated. Unakuta kijana wapo pale kwenye kompyuta wanakuelezea what they are doing, ile system nzima. Kwa hivyo sitaki kubishana na wewe juu ya uliokutana nao, lakini nataka niwahakikishie pia wapo wenye positive experience kwenye viwanda hivi. Having said that, mchakato tunazungumzia ni mchakato endelevu. Kwa hivyo sisi kama nchi, kama serikali, kama bunge, tunazo sheria tumetunga juu ya mazingira ya kazi. Kisheria unataka ufanye kazi umlipe shilingi ngapi, mazingira yapi. Kwa yote hayo tunayafuatilia. Na hiyo unanipa feedback nzuri kwamba okay, kuna baadhi ya viwanda hapa inawezekana havizingatii sheria zetu kwa maana ya ujira na mazingira yenyewe ya kazi. Ni swala la kufanyia kazi, lakini nataka kuhakikisha kwamba vipo viwanda. Mimi nimetoka juzi tu ziara Morogoro, nimetembelea viwanda kama 5 hivi. Kwa kweli kukutana na vijana wa kwetu wa Kitanzania wamesoma UD hapa, wamesoma DIT, wamesoma vyuo mbalimbali vya VETA, wanakupa uzoefu ambao unaleta amani kubwa sana. Kweli ni eneo moja. Asante Profesa, nataka ni kwenye hapo ya nini ambacho kitapaswa kibadilike ndio ili dira ya 2050 iweze kutekelezeka vizuri. Unadhani ni mabadiliko gani ya kimsingi ya kitaasisi, labda kiutamaduni, yatapaswa yafanyike kuhakikisha kwamba dira ya 2050 inatekelezeka kama inavyopasa? Kwa sababu swali labda pengine linaweza ikawa ni kwamba kama dira ikabaki kama hivyo ilivyo na kila kitu kikaendelea kubaki kama kilivyo, mafanikio yatapatikana kama vile ambavyo tunakusudia kuyapata? Kwa sababu hapa nazungumzia kwa mfano
masuala kama vile kuboresha uwazi serikalini wa matumizi ya fedha za umma, masuala ya kuwepo kwa uwajibikaji, masuala ya kuwepo kwa ushirikishwaji wa kweli wa wananchi kwenye namna ambavyo serikali yao inaendeshwa. Unadhani ni mabadiliko gani ya kitaasisi katika maeneo haya yatapaswa yafanyike kuhakikisha kwamba dira ya 2050 inatekelezeka inavyopaswa? Ni sawa. Kwa hivyo ili kutekeleza dira tumetengeneza nyenzo za utekelezaji. Kwanza tuna hiyo mpango wa maendeleo wa muda mrefu, hiyo inaitwa long term perspective plan, miaka 25, lakini muhimu sana ni mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambao unaanza kutekelezwa mwaka 2026-27 mwaka 2030-31. Ile dhima yake ni kuchochea mageuzi katika ukuaji wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Mle ndani tunahitaji mageuzi 4 kujibu swala lako. Mageuzi haya maeneo 4 makubwa. La kwanza ni mageuzi katika mifumo ya utawala. Na hapo tumeweka wazi, moja, lazima tukuze swala zima la utawala bora, demokrasia na haki, ili kulinda msingi wa dira. Na msingi mkuu wa dira ni nini? Ni utawala bora, demokrasia, usalama na amani. Inaitwa msingi mkuu kwa sababu ukitikisa huu, hata vitu vingine vinayumba. Kwa hiyo dira mapema kabisa imesema mle ndani kuna msingi mkuu, kuna nguzo 3, kuna vichocheo 5, alafu kuna paa. Sasa ile msingi mkuu kabisa ndo huo, habari za utawala, tawala bora, demokrasia, amani, tulivu, usalama. Hivi vyote ndio msingi mkuu. Kwa hiyo tunahitaji mageuzi katika swala zima la mifumo ya utawala ili kuweza kutekeleza dira na mambo haya yatokee. Na tumeaisha maeneo pale, tumeainisha mengi, lakini nataka nikupe mfano. Bado nitakuja pia sasa. Moja la eneo tumesema lazima kuimarisha utawala katika serikali za mitaa kwa maana ya ugatuaji. Haitawezekana vitu vitokee kwa kuenda kufanya vitu katika central level. Kwa lazima tuzimarishe local government authorities ili mambo mengi yafanyike kule. Kwa sababu kule ndio wanaokaa na watu, ndio wenye everything is there. So that is one area. Of course mambo mengine tumesema swala zima la kukuza. Kwa sababu we need national consensus. National consensus requires kupanua swala zima la demokrasia, swala la haki, ili kila mtu katika nchi ajione sehemu ya utawala, sehemu ya uongozi, sehemu ya kutekeleza dira hii. Kwa hiyo ni eneo moja kubwa ambalo tumele highlight. Sawa, la pili, unless kama una swali kwenye hilo, kwa sababu hapo unajua the problem ni kwamba vitu unavyozungumza ni vikubwa na unataka nizungumze vidogo? No. Yaani inanitaka ni kwa sababu kwa mfano kwenye swala la ugatuzi wa madaraka. Yaani mnalenga kufanya nini exactly? Kwa sababu kwa mfano sasa hivi hapa mtendaji wa kijiji anateuliwa na serikali ya ngazi ya mkoa, mtendaji wa kata, ugatuzi kwa mfano. Kwenye ugatuzi tu mnamaanisha nini exactly? Vitu vifuatavyo. Kwanza kuongeza mamlaka ya serikali za mitaa kwenye swala la resources, kwa maana ya rasilimali watu na rasilimali fedha. Kwa hivyo budget badala ya ije kusimamiwa, kwa mfano unajenga bwawa kasi la umwagiliaji, badala ya Wizara ya Kilimo kutaka kulisimamia kutoka Dodoma, maana yake hiyo budget iende halmashauri ya kasi waisimamie huko. Kwa hiyo ugatuzi wa madaraka ya kifedha, lakini lazima mamlaka za serikali mitaa ziongezewe kwa maana ya watu, sasa rasilimali watu. Kwa hiyo ni mambo ambayo tumeyalenga. Haihusu power distribution ndio kuja mama tatu nimekwambia. Fedha, watu, mamlaka. Mamlaka yenyewe ni kwamba kwa mfano sasa hivi katika ngazi yetu ya local government authority pale una watu wawili muhimu. Unaye mwenyekiti wa halmashauri au kumjini mnawaita meya, ambaye ni diwani aliyechaguliwa na wananchi. Then unaye mkurugenzi ambaye ni mtawala. Kwa hivyo wote hawa ndio wanaunda halmashauri. Sio, kuna mtendaji
Na hapo hakuna power balance No, power balance ni kwamba mwenye halmashauri basically boss pale. No, ni mwenyekiti wa halmashauri. Ndio mwenye. Sawa. No, tuelewe kwanza hilo. Tuelewe kwamba halmashauri, bosi wa halmashauri kama ni halmashauri ya wilaya ni mwenyekiti wa halmashauri na baraza la madiwani. Wana power kuliko wabunge. Sio kama watu wanafahamu hili. Mbunge katika katiba basically ni ana kazi zifuatazo: kutoa maoni, kutoa ushauri na kutunga sheria. Sio msimamizi. Sawa. Wakati huku kwenye halmashauri hawa sio tu wa kutunga sheria. Madiwani ndio wanaoendesha halmashauri. Ndio ya kwao. Bado wewe unataka kurespond alichozungumza. Kuna hilo afu kulikuwa na la mwanzo. Labda nianze na lile. Kwa sababu labda pengine kurudi swali langu tu kwamba ni kwamba mabadiliko gani tunapaswa. Nimekutajia moja sasa. Kwanza nianze na lile la muundo mzima wa dira yenyewe. Na alipozungumzia kwamba kuna msingi, kuna nguzo 3, halafu kuna ule mchoro unaonyesha kwamba kuna paa, halafu kuna sekta hizo hizo za kimageuzi, za kimkakati hizo za kimageuzi, halafu kuna vichocheo. Sawa. Umetaja demokrasia, haki, utulivu, amani na kadhalika. Kuna mtu tulikuwa tunafanya naye mazungumzo hivi karibuni kuhusiana na ule mchoro na akazungumza kitu kimoja kikatufikirisha tuliokuwa pale. Hivi haki ni msingi au ni matokeo? Ukienda ukiangalia katika ule mchoro unaoielezea ile dira, haki imewekwa kule kwenye paa. Kwa yeye akawa anasema kwamba kuiweka haki kwenye paa kwamba ni matokeo. Inasema kwamba tunakotaka kufika, yani lile paa ni jamii yenye ustawi wa pamoja, jumuishi, na haki ndio imetajwa kule kwenye paa. Huku kwenye msingi ndiko ambako kumetaja amani, utulivu na hizo sifa nyingine. Mtu kama yule wewe ungemjibu vipi? Kwa sababu sasa hivi hapa jinsi ambavyo umezungumzia haki, umekuwa ukitaja haki kana kwamba iko kwenye msingi. Ipo kote. Lakini kule juu huko kwenye msingi huko chini haijatajwa. Kuna misingi 5. Ukisoma vizuri ile dira, kuna vitu vinaitwa, kuna msingi mkuu na kuna matokeo kule tunatarajiwa. Kuna misingi 5. Ukisoma vizuri pale, moja hapo msingi ule, swala la haki limejitokeza kwamba haki ni msingi muhimu. Swala la demokrasia ni msingi muhimu. Ulinzi wa rasilimali zetu ni msingi. Yaani imetaja misingi 5. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa haki inajitokeza katika maeneo. Inaonyesha tu kwamba ni sehemu muhimu sana. Kama ilivyo katika Biblia na Qur'ani. Lakini ukienda ukiangalia ule mchoro utaona haijatajwa, imetajwa pale juu. Sasa ile baruani ungewaambia hapa tulipo sasa hivi atuandiki dira, tupo katika ngazi ya utekelezaji. Ndio. Kwa hiyo sasa ile debate ilikuwa nazo sana wakati wa mchakato. Sasa hivi kwanza tuelekeze kwenye kutekeleza. Lakini bado labda pengine mimi kusamahani. Kwenye hivyo vitu ambavyo tunapaswa kuona vikibadilika au kufanyika ili kuhakikisha kwamba dira inafikia yale malengo yake. Hapa profesa amezungumza vitu, lakini in general terms, labda pengine kwenye ugatuzi, nini haswa kwa mtazamo wako wewe? Una uzoefu, unajua unafanya kazi kwenye asasi za kiraia na una dili na hizo mambo za serikali za mitaa. Nini kwa mfano leo kitapaswa kibadilike kwenye muundo wetu wa serikali ya mitaa kwa mfano kuhakikisha kwamba dira inatekelezeka kama vile ambavyo inapaswa? Labda mabadiliko makubwa nikisema ni summarize, itakuwa zaidi ni katika upande wa serikali zenyewe za mitaa kuweza kukumbatia huu mfumo wa ugatuzi kwa vitendo. Sisi Twaweza na wadau wengine tumekuwa tukishirikiana na TAMISEMI na wadau wengine kwa miaka kadhaa. Na nitarudi nyuma kidogo tu, mwaka 2018 19 wakati sera ya decentralization, sera ya ugatuzi, mchakato wake ulipoanza, na kukawa na mchakato wa kukusanya maoni ya wadau nchi nzima, na sisi na taasisi nyingine zisizokuwa za kiserikali tulijumuishwa, tulishiriki na ukafanyika mchakato mzuri sana. Katika ile mijadala iliyokuwa ikiendelea, hawa madiwani kwa mfano, tukija hapo, mwenyekiti wa halmashauri, wao wenyewe kwa kauli zao walisema kwamba hawana huo uwezo, wengi wao. Mimi nilienda Mbeya, nilikwenda Mtwara. Mbeya kwa kanda ya nyanda za juu kusini tulijumuika Mbeya. Kanda ya huku kusini tulikutana Masasi,
na mikoa yote iliwakilishwa pale, na ukiwasikiliza madiwani walikuwa wanasema kwamba hawawezi kutekeleza majukumu yao kwa sababu ya utegemezi walionao kwa halmashauri, kwa mkurugenzi wa halmashauri. Wakihitaji kufanya kazi yao kama ni ziara ama ni nini, wao hawana budget, hawana vyombo vya usafiri. Kwa hiyo wanamtegemea tena huyo mkurugenzi na ofisi yake ndio wapatie usafiri waweze kwenda kufanya kazi. Na kuna mmoja akazungumza na wenzake wakamuunga mkono katika mkutano ulikuwa na watu zaidi ya 200 aliposema kwamba hivi mimi amenikatia kaunda suti mkurugenzi ili niweze kwenda kwenye mkutano, ninaweza vipi tena mimi kuja na kuweza hata kumwajibisha wakati ninamtegemea mpaka kwa mavazi yangu? Kwa hiyo unaona katika ule mfumo huyu diwani ambaye anaingia kwenye halmashauri na wanakuwa na mwenyekiti wao wa halmashauri, hawana ule uwezo wa kuwajibisha kutokana na utegemezi walionao. Sio structure ambayo inajitegemea, ni structure ambayo inawategemea hawa kwa utendaji wao. Lakini sasa nikukuuliza swali hapo, tatizo usimfanye mkurugenzi kana kwamba yeye sio sehemu ya halmashauri. Mkurugenzi ni sehemu ya halmashauri. Kwa hiyo usimtenge mkurugenzi na madiwani kana kwamba yani ni kama unataka kumtenga katibu mkuu na waziri. This is one institution. Ni one institution, lakini kila moja ina jukumu lake. Kuna huyu ambaye tunaweza tukarahisisha tukasema ni mtekelezaji. Yes. Afu kuna huyu kwa ambaye yeye ndio mwakilishi wa wananchi, mfanya maamuzi na kusimamia. Ndiyo. Kwa niaba ya wananchi. Ndiyo. Kwa yeye ndio ambaye anaweza akawawajibisha hawa. Wataleta bajeti zao, zitapitishwa na baraza la madiwani. Wakileta taarifa zao za utekelezaji, hawa wanatakiwa wazipitie, lakini ndio wanakuambia kiuhalisia hawana uwezo huo kutokana na huo utegemezi. So okay, nikiongezea tu labda pia ujielekezi pia mageuzi gani labda kwa mfano yatahitajika kabisa, yani wao walikwambia mageuzi gani, yani hiyo ni hoja ya msingi, kwa sababu unajua kutokuwa na kuna mambo mawili hapa. Kuna kujadili hali ilivyo na hali tunayotaka kuwa nayo. Kwa sababu ndio maana ya dira sasa hivi. Ndio kwamba tunataka twende hapa. Kwa hiyo tupo hapa, maana yake ni kwamba hatusemi tumefika, tupo katika safari. Kwa hiyo ile kutokuwa na uwezo ni jukumu la kujengea uwezo. Kwa hiyo ili madiwani waweze kuwa huru na mchakato mzima unatakiwa uangaliwe. Sawa. Kuanzia kwenye upatikanaji wao, mambo yanayoenda kudili nayo, samahani ikionekana kwamba labda ninasema lugha ambayo itakuwa sio nzuri sana, ni mambo ambayo yanahitaji wawe na uwezo wa kusoma na kuandika, ndio, lakini sio kwa kiwango kile ambacho tumekiweka pale. Inabidi tuwe makini katika, lakini pia wanapitia mikataba muhimu sana, lakini vigezo tulivyoviweka vya upatikanaji wao, tumeweka vigezo vya chini sana kiasi kwamba wanakosa ule uthubutu, wanakosa ule utayari wa kuweza kufanya kazi yao kwa weledi. Lakini pia hakuwezi kuwa na ukweli kwamba pengine ili tuweze kufikia mageuzi ya msingi kwenye namna ambavyo serikali za mitaa zinafanya kazi yake, labda pengine rais inabidi apunguziwe madaraka alionayo, pengine asiwe na uwezo wa kuteua wakuu wa wilaya kwa mfano wa mikoa, asiwe na uwezo wa kuteua wakurugenzi wa halmashauri, asiwe na uwezo kwa mfano serikali za mkoa kwa mfano zisiwe na uwezo wa kuteua watendaji wa kata, watendaji wa vijiji. Si ni ukweli? Ni ukweli, kwa sababu hata wao wale madiwani walisema kwamba wao hawana uwezo wa kumwajibisha mtendaji yoyote katika halmashauri, hata kama wakiona kwamba vitu vimeenda ndivyo sivyo. Hawana uwezo wa kumwajibisha. Kumwajibisha nani? Kumwajibisha mtendaji kwenye halmashauri. Pana sheria ipo wazi. Inasemaje? Sheria ni wazi kwamba mwajiri wa hawa watendaji ni baraza la madiwani. Kweli, mkurugenzi sio mamlaka ya uteuzi. Mtendaji wa kijiji. Bwana, hiyo ipo ndani kabisa ya baraza la madiwani. Yaani mtu pale pekee ambao mtendaji wa kijiji hateuliwi na baraza la madiwani, lakini anawajibika kwenye baraza. Planning officer kwenye halmashauri. Baraza wale ni watendaji ambao anapatikana kwa utaalamu wake. Kwa hiyo mchakato wake ni kama ambavyo wewe umeajiriwa. Hawezi mtu akaja tu asubuhi akwambia ondoka. Kwa hiyo ikitokea, nataka nikupe mfano. Ikitokea mtendaji, sema mkurugenzi wa planning au afisa planning, afisa mpango wa halmashauri amekosea, upo mchakato wa kisheria
ambao mwisho wake ni madiwani hao. Kwa hiyo itaundwa tume ya uchunguzi, itafanya uchunguzi, italeta. Kwa hiyo baraza lina uwezo, baraza lina uwezo wa kumwajibisha afisa yeyote wa halmashauri kwa mujibu wa sheria ambayo ipo. Lakini hatusemi sasa ufike tu kwa sababu ni baraza wewe ondoka, tufanye hivyo. No, inabidi tuende kwenye point nyingine. Nilikuwa nataka kwenda kwanza tuelewane. Kutoka kwenye ngazi ya halmashauri kushuka chini. Naam. Mimi nataka kwanza tukazie hii, watu waielewe, waangalizi wako waielewe kwamba baraza la halmashauri linayo mamlaka kamili juu ya watumishi wa halmashauri. Hili halina shaka. Kwa ongezea kwa ufupi twende kwenye, nataka nije kwenye swala la uwazi na uwajibikaji amevitaja. Sawa. Katika hilo, yani katika mazungumzo ambayo tumefanya na katika kazi zote ambazo tumewahi ziara zote ambazo tumewahi kufanya, sijawahi kukuta mahali popote ushahidi wa hilo baraza la madiwani kuweza kutumia huo mchakato na kumwajibisha mtendaji yoyote wa halmashauri. Sasa mimi nakwambia mimi ni diwani. Juzi tu hapa 2 weeks ago, mimi kama diwani hapa tumefukuza mtumishi wa umma hapa katika halmashauri manispaa kwa mchakato kabisa wa kisheria. Mkurugenzi mpaka hatimaye. Sawa, hiyo nitaicheki. Profesa, tuje kwenye swala la uwazi na uwajibikaji. Kwa mfano umegusia pale mwanzo. Nadhani haya ni mambo ambayo ni gumzo sasa hivi hata kwenye nchi yetu. Ushanaelewa swala la uwazi, namna ambavyo serikali inafanya mambo yake, inatumia pesa za umma na swala zima la uwajibikaji. Sasa hivi kwa mfano tuna ripoti 2 rais alikabidhiwa pale Ikulu kuhusiana na matumizi ya ardhi pale Ngorongoro na masuala ya lile zoezi la kuhamishwa kwa hiari pale Ngorongoro, so called kwa hiari. Lakini zile ripoti mpaka sasa hizi hazipo. Hapa yani hatuna access nazo. Unadhani kwa mfano kama hali itaendelea kubaki hivi linapokuja swala la uwazi kwenye namna ambavyo serikali inafanya mambo yake na uwajibikaji wa watendaji wa serikali, lakini hata swala zima la ushirikishwaji wa wananchi, umezungumzia kuhusu demokrasia. Tumeona chaguzi ambavyo zimekuwa zinafanyika na malalamiko ambayo yamekuwa. Kwa mfano na pengine hili labda pengine hata bado unaweza ukaanza. Kwa mfano kama hali ikiendelea kuwa hivi hali ya uwazi, hali ya uwajibikaji na hali ya ushirikishwaji wa wananchi kwenye namna ambavyo serikali yao inaendeshwa, kuna chances kweli za dira ya maendeleo ya 2050 kutimiza yale malengo yake? Kwa hali ilivyo sasa, hiyo nafasi ni ndogo sana, nafasi ni finyu sana. Dira inazungumzia masuala ya uwazi na uwajibikaji, utawala bora, ni vitu muhimu sana, lakini wanasema kwamba kabla ya kuruka agana na nyoka. Lazima ujiangalie pale ulipo, kwamba tuna mifumo gani na tuna taasisi gani zinazoweza kusaidia katika haya masuala ya uwazi na uwajibikaji katika ngazi ya kitaifa, katika ngazi za halmashauri, serikali za mitaa, mpaka unafika kwenye vijiji. Unaona kabisa kwamba uwazi unakuwepo pale ambapo wale ambao wanatakiwa kuwa na huo uwazi wakiamua kuwa na uwazi, lakini sio pale wananchi au raia wanapotaka uwazi wanaweza wakapatiwa taarifa wanazozitaka. Taasisi ambazo zinaweza zikasaidia katika masuala ya uwajibikaji zimedhoofika au zimedhoofishwa. Yote zenyewe zimedhoofika kutokana na hali jinsi ilivyo, lakini pia zimedhoofishwa kwa makusudi kutokana na sheria ambazo zipo, kutokana na hatua ambazo zimechukuliwa, kutokana na kauli ambazo pia zimetolewa na kuweza kufanya. Kwa mfano hata taasisi, ninaposema taasisi za uwajibikaji ni taasisi, yani sio tu lazima za upande wa serikali, lakini hata unapokuja kwenye taasisi zisizokuwa za kiserikali kama asasi za kiraia, vyama vya siasa, vyombo vya habari, raia tu wengine, kufuatilia jambo fulani na kulihoji tu, wanaona kama vile ni kitendo kinachohitaji ujasiri kufanya. Katika hata haya mazungumzo tuliokuwa tukifanya na vijana,
Kuna ambao waliweza kuzungumza kwa uwazi kabisa bila kuwa na hofu yoyote kuhusu masuala fulani, lakini kuna wengine, kuna hoja fulani hawakutaka kabisa kuzizungumzia. Kwa mfano, masuala ya ardhi. Tulipokuwa maeneo ya Vikindu wakazungumza, waliposema hapa kuna fursa za ardhi, tukauliza mbona tumeona katika vyombo vya habari kwamba kuna watu huku, kuna madili yanaendelea ya ardhi na kuna migogoro ya ardhi ambayo inaendelea, nyie mnasemaje kwamba ardhi bado mnayo? Akajibu mmoja akasema, umeniuliza swali la mtego na mimi nitakujibu kimtego. Okay. Huku hakuna shida kabisa ya masuala ya ardhi, ambayo ile ilikuwa ni kiashiria cha kuonesha kabisa kwamba hata hawajisikii huru kujadili swala ambalo wanajua kabisa lina shida. Wenzao wengine waliweza kuzungumza, wanajua kabisa lina shida, lakini kwa sababu ya hofu ya mamlaka, hofu ya nini kinaweza kikawapata, wanashindwa kudai taarifa, wanashindwa kuwawajibisha viongozi wao kuanzia ngazi za chini kabisa. Asante Profesa. Hali ya uwazi serikalini. Sasa hili tujibu au ili ametoa maoni, maana inabidi tu respond sasa. Profesa, subiri. Lazima tu respond sasa. Unajibu, una respond. Hali ilivyo hivi sasa ya uwazi serikalini, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi, unakupa matumaini au hofu kiasi gani kuhusiana na utekelezwaji effective wa dira ya maendeleo ya taifa 2050? Kwa mfano, kama bado alivyozungumza pale mwanzo kwamba kipaumbele, hata ukisoma dira unakuta sekta binafsi, kuvutia wawekezaji na nini, lakini kumekuwa na malalamiko. Kwa mfano, tunapovutia hawa wawekezaji, mikataba haipelekwi hata bungeni, umeona, kujua serikali wanakubaliana na wawekezaji terms gani, conditions gani. Hali hii ilivyo inakupa hofu au matumaini kiasi gani kuhusiana na utekelezaji? Tayari kuna maswali, sasa nianze na Barwade Frije kwa yote. Kwanza amenifurahisha alivyosema kwamba alipoenda Vikindu wapo ambao walikuwa huru, walikuwa huru, walikuwa ni maeneo mengine sio Vikindu. Sasa wale wengine walikuwa huru wa Tanzania wao, na kuna wengine walikuwa huru. Kwa hiyo inakupa picha kwamba tunao wajibu wa kuendelea kuelimisha watu wetu kwamba hii ni nchi yao, wapo katika nchi huru na ni haki yao kutoa maoni. Lakini duniani kote haki huwa inapiganiwa. Kwa hiyo swala la haki linahitaji ujasiri. Hakuna nchi yote duniani ambayo ipiganie haki. Hata Marekani wanapigania haki, Uingereza wanapigania haki. Yaani mataifa ambayo ni makongwe katika demokrasia. Haijawahi kutokea ikatokea nchi ikasema sisi katika nchi yetu sasa haki tunazo, atupiga pana. Tunaipiganiaje? Lazima kwa mfano ujasiri. Kutoa maoni yako ni ujasiri. Na kutumia mfumo wa sheria ni ujasiri. Kuondoa uoga ni ujasiri. Kwa hivyo lazima tuendelee kupeleka ujumbe kwa Watanzania. Watu wanaogopa. Ukitoa maoni kuna watu wanapotea, kuna watu wanapotea, wanapewa kesi. Wewe hapo umetoka katika taasisi ya civil society, ya kiraia. Moja ya majukumu ya civil society ni kupigania haki. Sasa wapi mwewe kuwa rais kupigania haki? Kwa nadhani ni muhimu sana kulizingatia. Lakini la pili, umezungumzia swala la uwazi, swala la wajibikaji kwa muktadha wa dira. Nirudie tena. Dira ni tunavyotaka kuwa. Sio. Kwa hiyo hatusemi tumefika. Tulia sasa. Nimeeleza na tumeeleza vizuri, na mimi nimeeleza mara nyingi kwamba tulivyoitengeneza dira hii inatutaka tubadilike, tuanze kufanya mambo isivyo kawaida ili kuweza kuyafikia malengo. Kwa hivyo katika kila eneo, katika uchumi, katika uwekezaji, jinsi ambavyo tunaihandle sekta binafsi, katika mambo ya demokrasia, katika mambo ya kutoa uhuru wa kutoa maoni, yote haya ni mambo ambayo lazima, ndio maana tumesema mpaka sheria lazima tuzipitie. Tunapozungumza ipo timu ambayo inapitia mifumo yetu ya kisheria ili kualign na matarajio ya dira. Kwa hivyo tunayo fursa ya kwenda kuboresha. Lengo ni kwamba kesho yetu iwe bora kuliko leo. Na ndio lengo la dira. Sawa, lakini kwa hivyo wote tunao wajibu hapa. Yaani msione sio wajibu wa serikali. Hata hii tunafanya hapa sasa hivi hapa. Hii tunafanya hapa kwenye kipindi. Hii ni sehemu muhimu ya maandalizi ya kutekeleza dira.
Ndio maana tumetupeana nafasi hapa, mnahojiana na waandishi wa habari, civil society na serikali, wote ni Watanzania. Hii ni dira ya taifa, sio dira ya serikali. Turudi kwenye ugatuzi. Nachotaka useme ni kwamba yes, ili kuweza kuitekeleza ipasavyo dira ya maendeleo 2050, hali haiwezi kuendelea kama ilivyo kwenye swala la uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi kama ilivyo hivi sasa, si ndio? Ndicho unachozungumza. Sasa ananiuliza hapa, anataka niseme, sio nitoe maoni yangu. Okay, sawa, nitasema hilo, wala halina shaka. Tumeweka wazi, hotuba ya Mheshimiwa Rais kwa anaizindua dira aliweka wazi kwamba malengo na matarajio tuliyojiwekea hatuwezi kuyafikia kama tukiendelea tulivyo. Lazima tubadilike katika kila ngazi. Sawa, Baru. Hilo ni jambo hilo utaliongeza kwenye hili nitakalo hapo. Sawa. Lakini pia kwa sababu inabidi tuendelee. Baru, serikali na pale mwanzo of course umezungumza kidogo. Lakini nataka uchimbe kidogo. Serikali ni upande mmoja wa shilingi. Ndio. Ni upande mmoja wa shilingi. Kuna non-state actors, sisi ambao hatuko kwenye serikali, asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, asasi za kijamii, vyombo vya habari, jumuiya za kidini. Unachambua vipi mchango wa hizi taasisi zingine kwenye utekelezaji mzuri wa dira ya maendeleo 2050? Na je, nafasi ipo ya wao kutoa huo mchango wao mzuri kwenye kuhakikisha kwamba hili jambo linatekelezwa vizuri? Shukran sana. Taasisi zisizokuwa za kiserikali ambazo zinaangukia katika hayo makundi uliyoyasema zina mchango, na mchango unaweza ukawa wa hali na wa mali kwenda kufanya shughuli fulani za kimaendeleo, lakini ule mchango tuseme wa hali, hasa katika masuala ya uwajibikaji, ndio mchango ambao haupendwi. Haupendwi na nani? Haupendwi na serikali. Okay. Serikali itapenda mchango kwamba hapa panatakiwa pajengwe madarasa, ukienda ukajenga madarasa hicho watafurahia. Lakini ukienda ukahoji kwa nini, ukachambua kwanza kwa nini hapa kujengwa madarasa, nani aliwajibika kujenga haya madarasa, ili tatizo lisije likaja kujirudia, huo ni mchango usiopendwa. Kwa hiyo kuna mchango unaopendwa na mchango usiopendwa. Ule mchango usiopendwa sio kwamba hauhitajiki, unahitajika, lakini tutakwambia kwamba tupatie huo mchango katika vyumba vyetu vya majadiliano na sio kwenye hadhara, tutaufanyia kazi. Kwa hiyo ipo, ukizungumza na wadau wengi kwenye vyombo vya habari, kwenye asasi za kiraia, taasisi za kidini, wanakuambia kwamba ukikaa na wakina Profesa Kitila, ukikaa naye Chobingo, ukikaa naye kando, atayapokea maoni yako, lakini hataki umpe yale maoni. Mimi hapa napokea, nipe bwana, lete maoni hapa. Wewe unaweza ukayapokea, lakini wenzako hawataki kuyapokea. Watakwambia yalete, tutayafanyia kazi. Na hiyo si lazima uyalete katika hadhara ya watu. Na hiyo unaona ikitoa mchango gani hasi kwenye utekelezaji wa dira? Kwa mfano kama itaendelea kuwa hivyo, hivi vyote anavyofanya profesa hapa, itakuwa ni kama kupigia mbuzi gitaa. Tutashindwa kuja kuwajibishana. Yaani kama hivi tulivyoweza kukaa hapa, akasema Profesa Kitila lete hayo mawazo, lete huo mchango, ukampatia, ina maana siku nyingine tukikaa tena na tukasema kwamba siku zile tulizungumza 1, 2, 3 na umma wa watu umeona na haukulifanyia kazi, watu wanakuwa na ile kumbukumbu. Lakini yale tunayokaa Chobingo tukaelekezana, tukashauriana, hakuwezi kukawa na mfumo mzuri wa uwajibikaji pasipokuwa na uwazi. Naomba nitolee maoni hilo jambo. Bila shaka profesa, serikali itanufaika zaidi sana endapo kama asasi za kiraia zikiwa huru kutoa hata huo mchango wao wa hali, na vyombo vya habari kuto kufungiwa hovyo hovyo, si ndio? Kuna makundi, tunazungumzia makundi karibu 3 4. Of course tunao serikali. Serikali inawajibika zaidi kwa sababu
ndiyo inayopewa resources na wananchi kupitia kodi zao. Kwa mimi nikiwa serikali nawajibika zaidi kuliko wewe, lakini haimaanishi mimi na mchango zaidi kuliko wote tuna mchango. Lakini tulipo kundi la pili muhimu ambao ni taasisi za kiraia, civil society organizations, ambao tunajumuisha mpaka media ipo humo, au media tuweke kando kwanza. Nadhani ni muhimu sana kwa sababu ni jicho la wananchi. Kama hivyo umeenda Vikindu, pengine mimi sijaenda Vikindu, kupitia unanieleza ninapata picha kwamba okay, kitu gani serikali tuboreshe. Tunayo media. Nchi yote media ni muhimu sana. Vyombo vya habari, vyombo vya habari ni vinatupa mrejesho wa wananchi vile vile, lakini ni kioo. Media inaweza kaniambia hapa Kitila upo huru kwenda kunikosoa, lakini wapo wanne wenzetu wa vyama vya siasa, kwa sababu nchi yetu tumeamua kuwa nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo vyama vya siasa tofauti yake kubwa ni kwamba wao wapo katika mchakato wa kutaka kutu replace. Ndio tofauti tu na media na civil society. Hawa ni kwamba wangetaka waingie wao. Kwa hiyo tunaenda kushindanisha sera, kushindanisha ubora wa uongozi na kadhalika kadhalika. Sasa hao ndio tunashindana nao, ni kitu tofauti, lakini ni sehemu muhimu sana ya jamii. Kwa hivyo mimi niseme dira ambayo tumeiweka inataka watu wote hawa tuwatambue na wapate nafasi ya kushiriki. Na mimi nitoe wito kwa watu wawili muhimu sana. Kwanza, taasisi za kiraia. Dira ambayo tumeizungumzia haitaweza kufua dafu na kutekelezeka kama tutakuwa na taasisi za kiraia dhaifu. Tutaweza kutekeleza dira hii kama tutakuwa na vyombo vya habari dhaifu, kwa sababu dira hii inataka vyombo ambavyo vitakuwa na uwezo wa kiweledi kuwajibisha sisi ambao tumepata bahati ya kuwa serikalini, kwa sababu bila kutuweka katika wapo wapiga kura wetu, of course mimi mbunge wa jimbo la Ubungo, hata vile vyombo vya habari watu wangu, lakini watu wangu wa Ubungo wanahitaji mtu wa kuwapa taarifa sahihi kuhusu nachokifanya, kama ni sahihi au sahihi. Kwa hiyo niseme wazi, kwa muktadha wa dira ipo hivyo. Sasa hali halisi ikoje? Nataka nitoe wito vile vile kwamba hii maendeleo ni mchakato wa mapambano, na kila mtu asiache kupambana. Mimi nilipo serikali napambana katika kutekeleza na kutumia. Wewe ulipo serikali unapambana kwa sababu ni mapambano ya maendeleo. Maendeleo ni mchakato wa mapambano, sio mchakato wa lele mama. Ili wananchi wangu wa Ubungo ni watoe walipo waende sehemu nyingine, ni mapambano. Kwa sababu mapambano katika rasilimali kwanza zipatikane, afu zigawanye vizuri. Hayo ni mapambano. Niamue kwamba leo iende barabara Mburahati Kimara wasubiri, ni mapambano. Sio kwa kila mtu anapambana. Wewe mwandishi wa habari, ni kazi yako kupambana pia. Kitila mwaka 2025 uliahidi 1, 2, 3, 4, 5 tupe matokeo, ni mapambano. Sawa. Kwa hivyo nadhani watu waelewe kwamba maendeleo ni mchakato wa mapambano, na players wapo wengi, sio serikali peke yake. Kwa kifupi Baru, mpambane. Mnapambana? Tunajaribu. Haitakiwi hii lugha ya kupambana. Unajua, ukishasema lugha ya kupambana tu, yeye anaweza akasema kwamba ni mapambano na tupambane. Mimi siwezi kusema. Kwa nini? Kwamba ninataka kupambana nao. Sio kupambana kwa maana kupigana. It's a fight. This is a development process. Hiyo, na hapo mapambano maana yake kwa muktadha tu hapa, mapambano hapo ni dhidi ya yakiwa mapambano ya hoja. Tuweke hoja mezani na nini, ni sawa. Lakini sasa kabla hata sijakaa kufanya kazi yangu kama mtu ambaye niko katika asasi ya kiraia, niweze kufanya kazi yangu ya kwenda kuisaidia serikali au kumsaidia mwananchi kuweza kuangazia masuala fulani, kwanza uwepo wangu tu wenyewe unatishiwa kutokana na sheria iliyopo. Nikifanya jambo tu, nikisema kitu tu ambacho mtu fulani hakitamfurahisha, sheria jinsi ilivyotengenezwa tayari inatishia hata uwepo wangu. Na hiyo ni asasi ya kiraia. Ukienda kwenye vyama vya siasa hali kadhalika, ukienda kwenye vyombo vya habari hali kadhalika. Bunge ndio limepitisha hii miswada, tukawa na hizi sheria tulizo nazo. Kwa hiyo kabla, shida ambayo sasa tunajikuta na huu ni uhalisia kwamba hii ndio hali ambayo tunayo.
wakati tungepambana kwa ajili ya maendeleo, ndio hiyo nazungumzia, tulete hoja na nini, yeah. Tunaanza kupambana kwanza Kuondoka hata na katika tu vikwazo. uwepo wetu. Lakini Halifa, ni wapi huko? Mimi sawa, dakika moja tu hivyo vyombo vya habari hivyo tunacheleweshana kwenda kupambania hoja za kuleta maendeleo, badala yake tunatumia ile nguvu kwanza hata kupambania uwepo wetu. Hilo linatuchelewesha, linaturudisha nyuma hatua moja. But Professor, this is a fair wait a minute. I mean, wewe sisi Tanzania tupo hapa Marekani, twende Marekani, nchi ambayo ndio modo sasa. Sio modo, kila siku ni modo kwa nani? Tulia sasa. Ya Western Democrats ambayo tumeipata. Hiyo tumekataa. Ngoja. Hapa kila siku unamsikia Rais Trump anavyowabagaza CNN, New York Times, useless. Hawezi kufungia. Hawezi kufungia. Kwa hivyo hapa tungebagazana tu. Usimfungie mtu. Lakini la pili, naomba sana, kama nilivyosema, kama sheria ina shida, ina changamoto, kuna vitu viwili hapa, kuna sheria na utekelezaji. Sawa. Kama sheria ina shida, si ndio maana kuna bunge? Si nyie ni wadau? Tumekwenda bunge. Si mna raise bunge tukabadilisha sheria? Tumekwenda bungeni. Alafu siku nyingine umekwenda bungeni? Tumekwenda bungeni. Usichoke. Ndio mapambano yenyewe hayo. Sawa. Usichoke. Sawa, asante sana jamani. Naomba ndio maana utawala wa sheria. Kidogo tu swali langu la mwisho tumalizie. Kwenye hoja, yani katika vitu ambavyo kwenye lile swali lako la kwamba nini kifanyike, mageuzi gani, mabadiliko gani yaweze kufanyika, mimi naweza nikasema hii dhana yote ya ujumuishi, ushirikishwaji na katika huu mfumo wa ugatuzi iende ikafanyike kwa vitendo. Sawa. Sera hii ya ugatuzi imekuwa katika rasimu tangu 2019 mpaka sasa hivi hatujui imefikia wapi. Hii ni 2026. Hatujui kama ile imekamilika. Moja. Mbili, ili ile sera iweze kutekelezwa kulikuwa na ule mpango unaitwa Regional and Local Government Strengthening Program ambao na yenyewe utekelezaji wake bado hatujauona. Na kuja katika hii ugatuzi sasa, ili wananchi waweze kushiriki na kushirikishwa vizuri, pale mwanzo ndio nikasema kwamba mabadiliko mengine yanatakiwa kufanyika katika serikali, katika ngazi ya serikali za mitaa na kadhalika, ni kwamba hata namna ambavyo serikali inajipima ufanisi wake katika ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi, isiwe tu kwamba tumefanya ziara kadhaa, pesa tulioweka kwa ajili ya kufanya sijui ziara za ufuatiliaji na tathmini imetumika yote, kwamba tumetumia 98% ya pesa ya ufuatiliaji na nini, halafu unasema kwamba umeperform kwa 98%. Kuwepo na vigezo vinavyoonesha kama kulikuwa na kero za wananchi mkazipokea katika halmashauri, ngapi zimefanyiwa kazi. Ukiangalia vigezo ambavyo vinatumika kupima kama kuna mabadiliko katika ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi, unaona kweli ni vigezo stahiki. Lakini vigezo ambavyo serikali inatumia kujipima, hata ukiperform vizuri havileti matokeo. Vinatakiwa vibadilike. Asante sana jamani, nawashukuru sana. Swali langu la mwisho sasa, hii mtu anatoa comment utaki ajibiwe sasa. Haya, jibu. Nataka tu nimhakikishie kwamba yote aliyezungumza, kwanza nakubaliana nayo, lakini pili ndio hasa mwelekeo wa dira, na la mwisho tumeweka mfumo wa upimaji kwa kuzingatia matokeo. Unaitwa hivi, wewe utatafsiri kwa Kiingereza kwa sababu ni vizuri sana. Unaitwa result based monitoring, evaluation, learning and accountability system. Mfumo kabisa ambao unahakikisha matokeo na uwajibikaji kwa watekelezaji na watu wengine wote. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Sawa. Swali langu la mwisho ndugu zangu, na waheshimu sana. Swali langu la mwisho Profesa, na kwenu nyote, lakini nikianza na wewe Profesa, unauona ugumu wa kwenda kuitekeleza dira ya maendeleo ya taifa 2050 sasa hivi, wakati ambapo serikali unayoiongoza inakabiliwa na nakisi kubwa ya imani kutoka kwa inaowaongoza? Lipo kundi kubwa katika jamii yetu ambalo wanahisi kwamba serikali unayoiongoza haina uhalali. Wanahisi.
wengine wameenda mbali na kuita serikali haramu. Na hiyo ni sehemu ya jamii, wapo watu. Unaona ugumu kwenda kuitekeleza dira katika mazingira hayo ambapo tupo katika kipindi ambapo uhalali wa serikali unatiliwa shaka kwa kiwango kikubwa sana, pengine katika historia ya Tanzania kwa ujumla. Uhalali wa serikali unapatikana kwa njia kubwa mbili. Kwanza, utawala uliopo lazima uwe matokeo ya katiba na sheria ya nchi husika. Hakuna shaka kwamba utawala wa awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni matokeo ya katiba na sheria za Tanzania ambayo imepatikana kwa mujibu wa uchaguzi wa mwaka 2025. Wadau wengi wanasema huo mchakato ni flawed. Kuna taasisi ambazo ni reputable kabisa kama huo mchakato ulikuwa flawed, na kwa hiyo maana yake hata serikali iliyopo haiwezi kutajwa kama ni matokeo ya mchakato halali. Nataka nirudie tena. Uhalali wa serikali unapatikana kwa njia hizi. Kwanza, lazima serikali itokane na katiba na sheria za nchi husika. Hakuna shaka kwamba serikali imetokana na katiba na sheria za Tanzania, na upo utaratibu wa kikatiba na kisheria katika nchi hii kwenda kupinga serikali ambayo mpaka sasa hilo halipo. Lakini ya pili hatuna hiyo. Ndio nasema, kwa mfano mimi kama mbunge wa Bunga ulikuwa na uwezo wa kwenda kunipinga. Lakini hatuwezi kwenda kupinga uchaguzi wa rais. Of course uchaguzi wa rais haupingwi, lakini nazungumzia uchaguzi sio unaishi kwa rais tu, unaisha mpaka kwa, lakini rais ndio anaunda serikali. Yes, lakini ndio nasema ni mchakato wa katiba na sheria. Hiyo unasema ndio mchakato wa katiba. Kwa hiyo mtu hamna ambaye amejiimpose nje ya katiba. Patikana kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania. Huo ni upande wa pili wa halali. Kwa uhalali kwa maana ya legality hauna shaka. No legality. No, sina shida na legality. Natakuja sasa, naendelea. Kwa hiyo huna shida, nashukuru kwamba unaelewa huna shida. Sasa watu kutoa maoni, kasome. Tulia. Sawa. Kasome maoni yote ya hii ni uchaguzi wa 7. 1995 tulikuwa watu wazima, bado mdogo, lakini Barua alikuwa kidogo tayari ana kasome. Taasisi zote ambazo zinatoaga maoni kuhusu uchaguzi zipo. Zitaeleza sema wanatoa kasoro. Lengo ni kwamba uchaguzi ujao muweze kuboresha. Kwa hata hao wametoa maoni. Hizi si kasoro. Tutazingatia. Maana uchaguzi ujao lazima tufanye uwe bora zaidi kuliko uchaguzi uliopita. La mwisho, unapata uhalali kwa kutekeleza yale ambayo uliomba kutekeleza kupitia ilani yako kwenye mchakato ambao umetiliwa mashaka. Kwa hivyo sasa sisi tupo bize kutekeleza, na ndio uhalali mkubwa sana huo, kwamba yale ambayo tulioahidi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ngazi ya kata, majimbo na kitaifa tuyatekeleze. Okay. Na ndio kazi tunaifanya hiyo, na ndio mwelekeo wa dira yetu. Okay, kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako ni kwamba haijalishi ni wananchi kiasi gani hawatambui uhalali wa serikali yako. Ngoja. Haijalishi ni wananchi wengi kiasi gani hawatambui uhalali wa serikali yako, hiyo haitatoa shida yoyote kwa serikali kutekeleza dira. Uhalali, nakwambia uhalali wa uchaguzi. Si watu hawaitambui serikali, wanaona ni serikali haramu. Kwa utafiti upi? Utafiti hauwezi kama au maoni yako tu haya. Utafiti hauwezi kufanyika sasa hivi kwa sababu utafiti basi. Alifa, mimi na wewe wote ni wasomi hapa. Wewe unazungumzia kuna hisia, sasa tunazungumzia hisia. Nataka nikwambie hivi, uchaguzi uhalali wake ni kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hapo. Sasa ukienda kuzungumzia hisia hapa kidogo, Wembu njoo. Hapo. Sisi twaweza na wadau wengine Tanganyika Law Society tulifanya chambuzi ya ile miswada ya sheria mbalimbali za uchaguzi ilipopelekwa kwa ajili ya kufanyiwa marekebisho bungeni, na tukaonesha, na tulikuwa na watu mahili kabisa ambao wanatoka katika tasnia hiyo ya sheria, masuala ya katiba na ukatiba na kadhalika. Katiba umeitaja kwamba ni chanzo muhimu sana cha uhalali. Yes. Lakini katika ile miswada na sheria zikaja zikapita, kuna ambazo walionyesha kabisa hii inakinzana na kipengele hiki cha katiba. Kwa hiyo sheria zilizoenda kutumika kuendesha uchaguzi, huwezi ukasema kwamba zinatoa ule uhalali wa kikatiba wakati sheria zenyewe zinakinzana na provisions
za katiba. Na mahakama ikaenda ikazitengua. Kesi nyingine bado zinaendelea. Kwa hiyo hamna mahakama iliyotengua. Kesi nyingine bado zinaendelea. Kwa mfano, nitoe mfano tu, sitoki nje ya mada. Unawaambia kwamba hivi ninyi vijana mnalalamika kwamba hamna fursa, hamna mitaji, na wakati kuna ule utaratibu wa ile mikopo ya halmashauri ya 10%, 4% kwa wanawake, 4 kwa vijana, 2 kwa watu wenye ulemavu. Kwa nini msiende kuitumia ile? Wanakuambia hawana imani hata na ile serikali ya mitaa tu. Hawana imani na viongozi jinsi walivyopatikana. Wapo vijana wengi wanatumia miswada hiyo. Hawataki kushirikiana nao kwa sababu wanaona hata ukija katika ile hoja ya pili, ukiacha walivyopatikana, uhalali kwa maana ya kwamba kwenda kuwatatulia kero zao na kuwaletea maendeleo, hawayaoni hayo maendeleo. Ndio maana wanaona kwamba hivi kweli hii serikali inatujali sisi? Ndio hapo ninaposema kwamba ni uhalali wenye mashaka, kwa sababu hata hayo maendeleo yanayozungumzwa hawayaoni na wanalalamikia. Profesa, neno fupi la mwisho. La mwisho ni kwamba nichukue nafasi hii tu kwanza kushukuru kwa kipindi, lakini niendelee kutoa wito kwa Watanzania kwamba maendeleo ni mchakato endelevu, na sisi kama serikali tunaendelea kuboresha maeneo ambayo yana kasoro. Lengo ni kwamba kesho yetu kama nchi iwe bora kuliko jana, na ndio msingi wa dira, na naomba tu tushirikiane katika kutekeleza dira kwa yale ambayo wote tunatamani yawe, na nchi yetu iwe nzuri zaidi kwa maana ya haki, ujumuishi, ustawi na kujitegemea. Asante sana ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Hujanipa nafasi ya maoni yangu ya mwisho. Haya, neno la mwisho. Neno langu la mwisho ni kwamba pamoja na hali ngumu iliyopo, wananchi hawajakata tamaa, ila wananchi wanaona kwamba serikali yao haiwasikilizi na haiwafanyii yale ambayo wangependa iweze kuyafanyia kazi ili kuweza kusonga mbele. Wananchi wako tayari, lakini ni upande wa serikali ambako ndo kunakuwa kuna legalega, kuanzia serikali za mitaa mpaka serikali kuu. Haya, malizia la mwisho kabisa. La mwisho ni kwamba wananchi, kwa dira ambayo tumeiandaa, ni dira ya taifa, sio dira ya serikali. Kila mtu ana nafasi ya kuitekeleza. Serikali, sekta binafsi, taasisi za kiraia, vyombo vya habari na mtu mmoja mmoja, na sisi kama serikali tutoa mazingira kuhakikisha kwamba watu wote wanashiriki kikamilifu. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Ilikuwa ni fursa adhimu sana kwangu mimi kuongoza mjadala huu hapa, na hatuna budi bali kufikia tamati kwa sababu muda umetuacha mkono. Mtazamaji wa The Chanzo, mpaka kufikia hapa ndo tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo nilikuwa nayafanya hapa na ndugu hawa waheshimiwa. Tulikuwa na waziri wa nchi, ofisi ya Rais, uwekezaji na mipango, Profesa Kitila Mkumbo, na Daktari Baruani Mshale, mkuu wa idara ya utafiti na kujifunza kutoka shirika lisilo la kiserikali la Twaweza East Africa. Tumezungumza mambo mengi kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na kinachopaswa kufanyika ili dira hii iweze kutekelezeka vizuri. Mimi ambaye nilikuwa nakuendesha mazungumzo haya ni Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Joseph Kerati na Ambrose Dawai, tunakushukuru sana. Mpaka muda mwingine, kwa heri. Asante sana bwana. Asante sana. Mungu akubariki. Asante sana. Kila la heri. Endelea kupambana bwana. Sasa hapa muda wenyewe ndio kwanza kipindi kinaanza, umeshafunga.